Karibu kwenye The Pharmacist Show wiki hii. Karibu tujifunze mambo tofauti kutoka katika department ya pharmacy. Lakini kwa leo tutadili na dawa zaidi. Sasa tukianza segmenti yetu moja kwa moja katika Je wajua. Je wajua kwamba dawa ina matokeo ya namna mbili? Matokeo ya kwanza ni matokeo sahihi, lakini matokeo ya pili ni matokeo yasiyokuwa sahihi. Tukianza kwa kudefine au kutambua matokeo sahihi ya dawa ni yapi? Matokeo sahihi ya dawa ni pindi ambapo dawa inatumika kwa mgonjwa sahihi, lakini pia inafanya kazi ile iliyokusudiwa ama inafikia lengo la mgonjwa katika yale matibabu anayoyafanya. Lakini kwa upande wa pili tukisema matokeo yasiyokuwa sahihi ya dawa ni nini? Matokeo yasiyokuwa sahihi ya dawa ni pale ambapo dawa imetumika vizuri lakini imeenda kutoa matokeo tusiyokuwa tunayahitaji, ama tunaweza tukasema ni zile undesired effects of drugs. Ni matokeo tusiyoyatarajia ya dawa husika, ambayo matokeo hayo mengi huwa yana madhara tofauti. Yana madhara kiafya, lakini pia yana madhara kisaikolojia pamoja na physically pia. Aidha ukapata ulemavu wa maisha ama ukapoteza baadhi ya ufanyaji kazi wa viungo vya mwili. Bana, usichukulie poa. Leo kwenye usichukulie poa tunaendelea mule katika madhara ya dawa, madhara yaliyokuwa sahihi na yasiyokuwa sahihi. Sasa usichukulie poa, jitahidi uyafahamu madhara sahihi ya dawa ni yapi. Madhara sahihi ya dawa ni yale madhara ambayo yanavumilika. Tunaweza tukasema umetumia dawa lakini umejisikia mwili umechoka, basi hiyo ni miongoni mwa madhara sahihi. Lakini pia hapati na mwili kuchoka ukaona unaishiwa na nguvu, unasikia usingizi, lakini pia unaona unakosa appetite ya kula, lakini pia unaona akili yako tuwe inachoka sana, yani unahisi kudhoofu. Lakini unavyoona katika progress ya ugonjwa wako, labda ulikuwa unaumwa tumbo, unaumwa malaria, ile hali inaanza kupoa taratibu, lakini huku wewe ukichoka na kupata madhara kama hayo ya usingizi, kusikia kichefuchefu, sometimes unataka kama kutapika, lakini yote ni madhara ambayo yanavumilika, ama ni kitu ambacho unaweza ukakivumilia, at the end kinaisha na unaresolve vizuri. Lakini kwa upande wa pili kuna madhara yasiyokuwa sahihi, au tunasema ni viashiria vya hatari baada ya wewe kutumia ile dawa yako. Mfano, mtu anaanza kutumia tu dawa, tunaanza kumuona anapata difficulty in breath, yani anashindwa kupumua vizuri. Aidha akapata chest tightness, kifua kubana, lakini pia anaweza akapata madhara ya mapigo ya moyo kwenda mbio, lakini mwingine anapata madhara ya pressure kwenda juu, lakini wengine pia huwa wanaonesha some allergic reaction. Kwa Kiswahili wanaita mzio. Hizi allergic reaction zinaweza zikatokea kwa namna tofauti kidogo. Kuna mtu akinywa dawa tu anavimba uso, anavimba just uso tu. Lakini kuna mwingine pia akinywa dawa anavimba fizi. Hizi fizi zinakuwa zinavimba. Wengine wanavimba macho tu. Lakini kuna some allergic reaction zingine zinatokea katika ngozi, mwili mzima, au unakuta zinakuwa localized. Anapata reaction katika miguu ambaye ni lower limbs, lakini pia anapata reaction katika mikono ambaye ni upper limbs. Anapata something like abrasion, michubuko, unaona kama scars hivi. Lakini hayo ni madhara ya mtu kutumia dawa fulani, au baada ya kutumia hiyo dawa amepata hayo madhara. Lakini madhara mengine makubwa zaidi huwa yanapelekea mtu kupoteza maisha, haswa yule aliyetumia labda sindano, kachoma sindano na ile sindano ina madhara kwake, ikapelekea mapigo yake ya moyo yakashuka kwa kasi zaidi. Ina maana huyo anaendekea katika eneo la kupoteza maisha. Wengine wanakuaga wanaenda kwenye koma. Hayo yote ni madhara yanayotokana na dawa ambayo haikufanya kazi kwa ufanisi wake zaidi.
Sasa kwenye ndani ya boksi, ikitokezea umepata matokeo yasiyokuwa sahihi ya dawa ambayo tumeyasema, huwa yanasababishwa na vitu mbalimbali, ikiwemo moja ya sababu ambayo inasababisha mgonjwa kupata matokeo yasiyokuwa sahihi ya dawa, namba moja ni kutotumia dawa ile kwa usahihi ama kutokufuata maelekezo sahihi ya matumizi ya ile dawa. Lakini sababu ya pili ni mgonjwa kutumia dawa zisizokuwa za kwake. Mtu tu anakuta mtu anatumia dawa yeye kwa kuwa anaumwa, anaona ugonjwa ni ule ule, lakini si katika dozi yake, yeye anakunywa. Sasa ile pia wewe inampelekea anapata matokeo yasiyokuwa sahihi au matokeo hasi. Lakini pia sababu nyingine ni mgonjwa kuzidisha ama kuongeza ile dozi isiyokuwa aliyoandikiwa. Ukizidisha dozi utapata madhara, ukipunguza dozi pia utapata madhara. Lakini apart na hapo, kuna sababu nyingine ambazo inaweza ikasababisha dawa isikupe matokeo yasiyokuwa sahihi, ni mtu kuchanganya dawa na dawa nyingine. Hapa inatokezea pale ambapo mtu anachukua dawa pasipo kusema kwamba yeye ana matumizi mengine ya dawa nyingine nyumbani, au anaumwa ugonjwa mwingine ambao kaja kuchukua dawa hizi zinakuwa ni za pili. Sasa ukichanganya dawa na dawa, tunaweza tukapata madhara ambayo ni hasi au madhara ambayo ni mabaya. Lakini pia unaweza ukachanganya dawa na chakula mpaka kupelekea saa nyingine ukapoteza maisha ama ukapata serious ADRs au tunasema adverse drug reaction kutokana na wewe kuchanganya kwako dawa. Lakini pia sababu nyingine ambayo inaweza ikakusababishia usipate matokeo sahihi ya dawa ni kutotumia ile dawa kama ulivyoelekezwa na mtaalamu wako wa afya. Mfano, umeambiwa tumia dawa hii baada ya kupata chakula, lakini wewe ukatumia dawa hiyo kabla ya kupata chakula. Hapo utapata madhara yasiyokuwa na faida kwako. Sasa hizo ni baadhi ya sababu ambazo zinasababisha wewe usifikie lengo la ile dawa au usifikie malengo ya ile dawa na kupona ugonjwa wako. Kunaweza ndani zaidi, ikitokezea sasa wewe umepata madhara ambayo ni mazuri au madhara ambayo tunasema ni chanya. Umekunywa dawa, imekupa madhara mazuri, umeona unapata relief, unaanza kupona. Nini ufanye katika wakati ule? Kitu cha kwanza cha kukifanya, jitahidi umalize dozi yako. Hata kama unaona unatumia dawa, unaona unapata nafuu, tatizo linaondoka taratibu, jitahidi umalize dozi mpaka mwisho kama ulivyoelekezwa na mtu wa huduma wako wa afya. Lakini pili, baada ya kumaliza ile dozi, jitahidi pia urudi tena hospitali, japo wengi huwa hatuna tamaduni. Fika hospitali, onana na daktari, muelezee matokeo uliyoyapata baada ya matumizi ya ile dawa. Kisha daktari atakutizama, je, ugonjwa uliokuwa unakusibu umekwisha au kuna other option ya kufanya matibabu zaidi ili upone kabisa. Lakini sasa hayo ni kwa upande wa madhara mazuri ukiyapata. Sasa yale madhara mabaya utakapoyapata, ndo una mgonjwa nyumbani, amepata chest tightness, anashindwa kupumua, pressure imeshuka, amepoteza fahamu. Pale ni nini unachotakiwa kukifanya? Kitu cha kwanza tunachoshauri, kwanza kabisa jitahidi umpatie mgonjwa wako huduma ya kwanza, ambapo unatakiwa usitopishe ama usitishe matumizi ya ile dawa kwa wakati huo. Aidha iwe dawa hiyo ni sindano au ni kidonge au ni ya maji, jitahidi usimpatie tena dawa hiyo kwa wakati huo. Lakini kitu cha pili, hakikisha mgonjwa wako anapata hewa ya kutosha. Eneo alilokuwepo anapata hewa ya kutosha. Kama kuna nguo zimemkaba, basi jitahidi unazilegeza ili uruhusu hewa ifike kwa usahihi kwa upande wake. Lakini pia apate na hapo, kama unaweza kuchukua japo kitambaa chenye maji yenye ubaridi kidogo, ukawa unamkandakanda katika kichwa chake. Lengo kama ana homa uanze kuishusha japo taratibu. Lakini apate na hapo, kwenye kuishusha homa taratibu, unaweza ukachukua matokeo au ukachukua hatua stahiki, ikiwemo
kuanza kufanya procedure za kumfikisha katika kituo cha afya ambacho kipo karibu na wewe. Lakini ukiwa unataka kumpeleka pia kituo cha afya, siku hizi kuna simu za mkononi, unaweza ukapiga simu za mkononi. Kama sisi Royal Polyclinic tuna namba zetu za simu ambazo zinapita hapo chini. Piga pia tuombe msaada. Nimepata mgonjwa ameonyesha hivi na hivi na hivi, namleta hapo, lakini nini nifanye wakati nakuja? Pia sisi tutakupa ushauri wa haraka kipi cha kumpatia mgonjwa wako mpaka unafika hospitalini kwetu. Sambamba na hayo, ukiwa unakuja hospitalini kwetu, pia jitahidi uje na dawa aliyokuwa anaitumia yule mgonjwa, ili utakapofika hospitali tuweze kuchukua hatua stahiki kutokana na matibabu aliyokuwa anayafanya kwa wakati huo. Neno la wiki: afya ni jukumu letu sote. Dawa ni msaada, lakini zina madhara tofauti tofauti. Hakikisha unachukua hatua za mapema, ikiwemo kuongea na mtaalamu wako wa afya. Asanteni sana kwa kufuatilia kipindi hiki.